بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أكرم بهم وارثا وموروثا. أما بعد يكم حميدي الله تبارك وتعالى sambamba na ziada za khairi kumtakia mtume sallallahu alayhi wasallam. Leo biidhnillah jalla wa ala anza ratiba yetu ambayo tuliahidiana kuianza baada ya mwezi uliopita kupita, na tumeianza rasmi ikiwa leo ni tarehe 30 mwezi wa Septemba ama mwezi wa 9 mwaka 2025 miladia, ikiwa hiyo ni tarehe yenye kuwafikiana na tarehe ya hijiria ya mwezi wa 4 ambao ni Rabiul Awwal, Rabiul Thani ya tarehe 8 mwaka 1447 siku ya Jumanne. Na ratiba yenyewe tulisema kwamba tutasoma kitabu Ad-Da'u wad-Dawa'u Al-Jawabu al-Kafi liman sa'ala 'ani ad-dawa'i ash-shafi cha al-Imam Ibn Qayyim al-Jawziyya. Na tukianza kwenye upande wa tarjama ya jina, ad-da'u ni gonjwa na ad-dawa'u ni kinyume cha gonjwa, kwa maana tiba ya hilo gonjwa. Unaweza ukasema maradhi na dawa au gonjwa na tiba, unaweza ukasema vyote. Ikiwa ni aljawabu alkafi, jibu lenye kutosheleza. Aljawabu alkafi, jibu lenye kutosheleza liman saala anid dawa'i shafi. Kuna baadhi ya chapa ya maneno hayapo, lakini hilo lote ni la kitabu hilo, ad-da'u wad-dawa'u aljawabu alkafi liman saala anid dawa'i shafi, jina la kitabu hilo lote. Kuna baadhi ya chapa zimekuja kwa ikhtisari ad-da'u wad-dawa'u hivyo tu. Jawabu lenye kutosheleza liman saala, kwa yule aliyeulizia, liman saala, kwa yule aliyeulizia anid dawa'i ash-shafi, kuhusu dawa yenye kuponya, dawa ambayo huponya. Na haya maneno yote yaliyokuwa kwenye kitabu ambao al-Imam Ibn al-Qayyim rahmatullahi ta'ala alayhi aliyakusanya ni kwa sababu ya swali aliloulizwa. Na baadhi ya vitabu ulama wameandika hivi, yani hali ya kuwa ni jawaban ala sual, jibu juu ya swali ambalo ulqiya alayhi, ambalo yeye aliletewa swali hilo. Na ndani yake hichi kitabu kumeelezea mambo mengi sana katika maradhi, na maradhi ambayo yamekusudiwa hapa ni maradhi ya kimatamanio bil khusus, maradhi ya kimatamanio, lakini vile vile pia huingia maradhi ya viwiliwili.
kama alivyosema hivi Sheikh Abdul Razzaq al-Badri hafidhahullah wakati akisherehesha hiki kitabu. Ila bil khusus maradhi ya kimatamanio kama vile shubuhat, kadhalika shahawat, yote hayo maradhi ya kimioyo yale ambayo yamefungamana na mioyo, kwa sababu moyo hubeba shubuhat na shahawat kwenye upande wa maradhi, na ni maradhi ambayo ni al-amradu al-ma'nawiyya, al-amradu al-ma'nawiyya, sababu mtu atembea na yupo nayo na hajulikani kama anaumwa, ila ni maradhi haya yote. Na katika yale ambayo yamekusanywa ndani ni kuhusu wale ambao wameathirika kama vile na suwar za haramu, picha za haramu, al-aflamu al-majina as-sakhita, kwa maana picha ambazo watu wako uchi, au pengine vile pia au mtu kufungamana kimapenzi lakini kwa mfumo wa haramu. Na kataja tiba zake na athari zake kama mtu hatojaribu kuyaondoa hayo matatizo, athari zake mbaya. Miongoni mwa athari mbaya ni maradhi kwanza ya moyo ambayo hutokea kwenye upande wa kupenda, ni mabaya sana. Yaani matamanio ni sababu ya mtu kuangamia. Na ndio maana watu wa Lut waliangamizwa kwa sababu ya matamanio. Ittiba'ul hawa sababun lilhalak, kufuata matamanio ni sababu ya kuangamia. Na pia vile kumetajwa taraif nyingi sana na ulama kuhusu watu ambao wao walifuata matamanio. Pia niangalieni mfano ambao Allah Jalla wa Ala akaupigia kwenye sura al-A'raf kuhusu alim ambaye aliacha ya dini akafuata ya dunia. Hapo Allah Subhanahu wa Ta'ala alimpigia mfano mbaya sana. Hebu angalia anavyosema Allah Jalla wa Ala ndani ya sura al-A'raf, watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض محل الشاهد واتبع هواه. yote yaliyotokea hayo katika nataiji mbaya kwake ni kwa sababu ya mengi aliyofanya, lakini miongoni mwa hayo ni kufuata nini? Matamanio yake. Mwisho wa siku famathaluhu kamathalil kalbi, Allah asema mfano wake ni kama mfano wa mbwa. Lakini yote ni kwa sababu ya nini? Ya kufuata matamanio. Na angalieni wale watu waliofuata matamanio yao wakaanza kudhulumu watu, Allah Jalla wa Ala aliwaangamiza kwa dhulma ambayo chimbuko lake ni nini? Matamanio. Angalia Allah Jalla wa Ala aliposema fatilka buyutuhum khawiyatan bima zalamu. Hebu tazameni, haya ndiyo majumba yao, ni matupu. Khawiya ay farigha la fiha shay'un, ndani yake hamna kitu, yani hamna kitu ndani yake. Lakini sababu ya yote hayo bima zalamu, ni kwa sababu ya kule kudhulumu kwao. Dhulma yao waliitenda hawa baada ya kunasihiwa, kwa maana walizitupilia migongoni mwao na saha wakafata matamanio yao. Na miongoni mwa athari mbaya sana za maasi ambazo Sheikh azitaja humu ni kuwa yule mtu anakaa katika haira, hali ya mshangao, yani mtu ambaye ni mpumbavu hivi, maasi. Na kadhalika vile maasi fikia hatua ya kaziba katika moyo wa mtu, ikawa ndiyo pale hata aya mtu amsomea, hata habari hana, hata mshtuko hapati akitajiwa mambo ya nataiji mbaya kwenye upande wa maasi, hashtuki kabisa, hata habari hana kabisa. Na pia vile pia yametajwa masala ya liwati humu, masala ya musahaka. Liwati hufungamana yani arrijalu birrijal, na musahaka ni annisa'u binnisa,
matendo yote ambayo ni katika mambo ya uchafu, na kadhalika pia madhambi ya kishetani kataja shekhe kadhalika ukiangalia madhambi ya vitendo vya kinyama kataja vyote hivyo, Allah amrehemu. Na kadhalika vile vile akataja hali yake, na akataja mpaka kuwapenda wanawake na hukumu za kuwapenda wanawake, hukumu zake, na akataja aina mpaka vile vigawanyo vya wale ambao ni wenye kuathirika na mapenzi, taja aina hizo. Yani ala kulli kitabu ni mufid nafi' biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Na pia kataja vile vile aina za vile vinavyopendwa, kataja. Bila shaka kitabu ni shamil, na miongoni mwa mambo ambayo yametajwa ndani humu katika athari za mapenzi ni watu kufikia hatua wakatanguliza wanavyopenda dhidi ya sheria ya Allah jalla wa ala, mpaka wengine walifikia kutoa maneno. Kuna mmoja alifanya kusema alhubbu da'un udalun la dawaa lahu, yani mapenzi ni gonjwa ambalo huvunja viungo na halina dawa. Kisha katika maneno ambayo alifia kuyasema, yaharu fihi al-atibba'u nahariru, ndani ya hayo mapenzi hayo kufikiwa na hali ya kutatizika, haira, mshangao ule, watu wale kuuzubaa, wale madaktari waliokuwa wabobezi. Kisha akataja miongoni mwa athari mbaya, qad kuntu ahsabu anna al-ashiqina ghalaw fi wasfihi fa idha bil qaumi taqsiru, mimi nilikuwa naona wale waliopenda wale wamevuka mipaka, kila siku mtu asifia mapenzi tu, kila siku mapenzi. Lakini nilipopenda niliona kuwa kumbe wale jamaa hawajapenda wale, yani mimi niliwapita pale ambapo wao walifikia. Hii ni athari, bali tutakuja kuona abiyati humu kuna watu ambao wao walifikia hatua kuona kwamba tauhidi ipo chini na vile wanavyopenda vipo juu. Athari mbaya hizi, athari mbaya. Na pia hivyo pia katika yale ambayo yamenukuliwa, nyinyi angalieni yaliyotajwa kuhusu Qais ibn al-Mulawih majnun Laila, mapenzi yote yale. Angalieni Antara naye maneno aliyosema kuhusu abiyati kusifia mwanamke, mapenzi yote yale yana athari mbaya. Bali kadhalika pia vile vile shekhe kataja mpaka hukumu ya mtu ambaye kamuingilia mnyama, kataja ndani, kataja mpaka hukumu za yale mambo ambayo yanatokea kwenye fikra ya mtu kufikiria uovu. Na pia tukiyataja yote, yani itakuwa ndio darasa ya leo yale ambayo kaya ongea shekhe ndani. Kwa kuchunga wakati tuhame kwenye nukta nyingine. Ibn al-Qayyim kwa ufupi nani? Ibn al-Qayyim ni nani kwa ufupi? Ibn al-Qayyim rahmatullahi ta'ala alayhi ni katika ulama waliokuwa wakubwa, na ni katika wanachuoni ambao Allah jalla wa ala aliwapa mauhiba makubwa kwenye upande wa ufahamu. Ibn al-Qayyim ukisoma vitabu vyake vitatu, kwanza ukisoma kile al-Fawaid na ukasoma hata Zadul Maadi, pengine na vipo vingi lakini nataja baadhi tu, yani vichache tu, na ukaja ukasoma wewe mfano Ijtima'ul Juyush al-Islamiyya ala ghazwi, katika baadhi ya chapa kimeandikwa ala harbi al-Mu'attilati wal Jahmiyya, namna anavyovunja hoja vile na anavyojenga hoja. Unajua huyu mtu Allah alimpa akili sana, alimpa akili. Na katika wanafunzi ambao wamesuhubiana na mashaikhi zao kwa muda mrefu, na katika wale ambao ni wakubwa katika mashaikhi zake ni al-Imam Ibn Taymiyyah. Al-Imam Ibn Taymiyyah na kapita mapito ya shekhe wake tamaman, vile anavyopita Ibn Taymiyyah kwenye kuvunja hoja
naye pia kapita humo humo, na hata al-Imam al-Albani kachukua far'u kwenye hawa. Ndio maana akivunja hoja vile, ila tu ana usulubu mwingine ambao kidogo kauongeza naye al-Imam al-Albani, lakini ukiangalia kapita kwenye usulubu wa hawa. Lakini jina lake anaitwa Shamsuddin, na kunia yake ni Abu Abdullah Muhammad ibn Abi Bakr ibn Ayyuba Az-Zura'i Ad-Dimashqi Al-Hanbali, kwa maana kwenye upande wa madhehebu ni Mhanbali kama alivyokuwa Ibn Taymiyyah, ingawa kuna wengine anasema kwamba hana dhehebu yule alipokaa, la, lakini ni Mhanbali. Hata Sheikh Fauzani aliulizwa kuhusu dhehebu la Ibn Taymiyyah akajibu kwamba yule ni Mhanbali. Na kadhalika hivyo ni katika wanachuoni ambao walizaliwa mwezi wa Safar, kwa maana mwezi wa pili Kiislamu, tarehe 7 mwaka 691, mwaka 691. Na kadhalika vile vile alikuwa baba yake ni katika wanachuoni wakubwa kwenye masala ya faraidh, Ibn al-Qayyim. Na kadhalika vile vile katika mashaka ambao kasoma kwao al-Imam Ash-Shihab An-Nabulsi, kadhalika al-Qadhi Taqiyuddin Ibn Sulaiman, pia kadhalika kasoma katika walimu wake. Kwa alikuwa mwanamke pia, alikuwa akiitwa Fatima bintu Jawhar. Kadhalika nakasoma kwa Abu Bakar ibn Abdiddaim, kadhalika na vile vile kasoma kwa wanachuoni wengi kama vile Majduddin, pia kasoma kwake huyo. Na kasoma na kalazimiana na Ibn Taymiyyah si chini ya miaka takriban 16, kasoma kwake miaka mingi sana. Al-Imam Ibn al-Jawzi yeye alisoma kwa Ibn Taymiyyah miaka takriban 17. Ibn al-Jawzi aliandika kitabu chake, miongoni mwa vitabu vyake maarufu Talbisu Iblis. Na hayo ni mengi katika yale ambayo, au ni machache katika yale ambayo anafungamana na yeye. Ama kwenye upande wa vitabu alivyoandika, kaandika vitabu vingi, baadhi yake kama Tahdhibu Sunan, bimaana Sunani Abi Daud, kadhalika Madarijus Salikin, baina manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kadhalika As-Sawa'iqul Mursala fi ar-radd 'ala al-Jahmiyyah wal Mu'attila, na kadhalika kaandika Shifaa'ul Alil fi masail al-qadari, fi masail al-qada'i wal qadari wat ta'lil, kadhalika kaandika kitabu Tuhfatul Mawdud bi ahkamil mawlud, na vile vile kaandika Miftahu Dari Saada, na kaandika Rawdatul Muhibbin wa Nuzhatul Mushtaqin wa Nuzhatu Al-Mushtaqin. Na ingawa kwenye baadhi ya chapa naona wameandika wa Nuzhatul Ashiqin, ni baadhi ya vitabu ukiangalia wameandika hivyo, huku wameandika wa Nuzhatu Al-Mushtaqin, na baadhi ya vitabu vingine vimekuja wa Nuzhatu Al-Ashiqin. Na hichi kaandika pia masala hayo ya mapenzi, mpaka majina ya mapenzi kayataja humu, hata mambo mengi sana. Na kadhalika kaandika kitabu Ighathatul Lahfan fi Makaidi Shaytan, kisha kaandika Ahkamu Ahli Dhimma, na kadhalika Ijtima'ul Juyush al-Islamiyya ala Ghazwi al-Mu'attilati wal Jahmiyyah, tumekitaja hivi punde. Kaandika As-Sawa'iqul Mursala ala al-Jahmiyyah wal Mu'attila, na kadhalika kaandika Hidayatul Hayara min al-Yahudi wan Nasara, hii miongozo kadhalika na kuwaradi wa Kristo. Na kadhalika kaandika Hadil Arwah ila Biladil Afrah, na pia na kitabu chake ambacho kinaitwa Kitabu Ruh. Pia kaandika Uddatus Sabirin wa Dhakhiratush Shakirin, kaandika pia vile vile Alwabilus Sayyib min Alkalimit Tayyib, hichi kwa jina jingine chaitwa Al-Amthila min Al-Quran.
au amthilatul Qur'an, methali kwenye Qur'ani. Hichi kitabu Al-Wabil As-Sayyib. Kisha kaandika kitabu Bada'i'ul Fawaid, Bada'i'ul Fawaid, kisha Al-Fawaid, viwili tofauti hivi. Kisha kaandika Jala'ul Afham fi salati wassalami ala khairil anam, kaandika pia katika vitabu kaandika Tariqul Hijrataini, kitabu hicho, na kisha kaandika Ad-Da'u wad-Dawa'u wa huwa alladhi baina aidina, kaandika hichi kitabu pia. Sheikh Allah amrehemu. Ama ukienda kwa ulama kuhusu yeye alivyosifiwa, alhadithu dhu shujun, mazungumzo yatarifuka sana. Lakini ukija kwenye upande wa hichi kitabu pia kimesifiwa, hichi kitabu hiki kimesifiwa na ulama wengi, bali kuna katika ulama waliotaja kwamba sababu ya wao kuongoka ni hichi kitabu. Ani kabla ya kusoma yeye akawa alimu, mwanzo aliongoka kwa sababu ya hichi kitabu. Baada ya tawfiki ya Allah, kisha hichi kitabu Ad-Da'u wad-Dawa. Na kadhalika vile vile pia katika mambo ambayo yametajwa na ulama wengi sana, kama vile Abu Samhi Abdul Zahir ibn Muhammad kwenye mukaddima wake wa hichi kitabu alisema, innahu awwalu kitabin hadahu Allahu bihi wa anqadhahu min ad-dalal. Sema kwamba hichi ndio kitabu cha mwanzo ambacho Allah subhanahu wa ta'ala alimuongoza kupitia hichi, na kadhalika vile vile akamuokoa yeye na kumtoa katika upotevu. Lakini vile vile ukiangalia, huyu alikuwa ni katika wanachuoni wa Azhar, huyu aliyesema hivyo wanachuoni wa Azhar, lakini kitabu hiki kilikuwa Allah akipa kabul. Lakini vile vile pia ukiangalia katika muasirun, sahibu al-Hilya Sheikh Bakar Abu Zaid pia kisifia hichi kitabu. Katika sifa zake alizosema, amesema wa fi hadha al-kitabi min lataifil ilmi wa haqa'iqihi wa bayani muhasabati an-nafsi wa muraqabatiha ma la yastaghni anhu talibu ilmin. Na katika kitabu hiki kuna lataif, yale mambo ambayo ni ya kielimu, kadhalika na uhakika wake na ubainifu wa kuihesabu nafsi na kuichunga. Kuna mambo mengi ambayo mwanafunzi hawezi yeye akafanya istighna, akajitosheleza akaachana nayo. Na kadhalika vile vile waqad sabaqat al-isharatu ila ahamiyati hadha al-kitab li shababina, na imeshatangulia ishara ya umuhimu wa hichi kitabu kwa vijana wetu, fi zamanina hadha khaswa, katika zama zetu hizi hasa umuhimu wake. Pindi pale ilipokuwa kwenye zama zetu hizi, nuzi al-hijabu fi mu'dham al-mujtama'at al-islamiyya, kumetolewa hijab, ile sara kwenye mujtamaa, jamii nyingi za Kiislamu. Wantashara sufuru, na ukaenea ule utembeaji uchi, kwa watu watembea pasi na stara, yani jambo limeenea. Na kadhalika wa amma al-ikhtilatu baina al-jinsaini, na kumeenea kule kuchanganyika baina ya jinsia mbili, imeenea sana hii hali. Kadhalika shekhe akaendelea kusema wa kathuratil mughriyat, na vikawa vimekithiri vile vyenye kuhadaa, vitu vinavyodanganya na kughuri akili za watu vipo vingi sana. Kadhalika wa ghazzatil fadaiyat wa shabakatul ankabutiyya bi alwanin jadidatin min madahiril fisqi wal fujur, fashtaddatil hajatu ila hirasatil fadila wa tathbiti ash-shababi wa tahsini ath-thughur. Kadhalika kama vile hali akataja natija hii mitandao inayo imekuza mambo sasa hivi, na kadhalika na interneti hizo, shabakatul ankabutia, masala interneti na mitandao hayo, kadhalika na mengineyo katika madhahiri ya ufasiki na uovu yamedhihirisha yote hayo. Na kadhalika vile vile
ikahitajika kule kuchunga ule ubora na ile fadhila, ile hali ya dini ichungwe kwa watu, ili isikafikia hatua watu wakapotea na hali ya kuwa wanajiona. Ala kulli sana'ul ulama ala hadha alkitab kathirun. Kwa munasaba yote tuliyoongea, tuishilizie kwenye kipengele cha kuwa kwamba sifa za ulama kwenye hichi kitabu ni nyingi sana, wamekisifia sana na maneno kuhusu hilo yatakuwa mengi kwa munasaba wa yale majanga ambayo jamii imesibiwa nayo na zile tiba na asbabu zake ambazo Sheikh kazitaja ndani. Huo ulikuwa ni utangulizi kwa munasaba wa yale ambayo tutayasoma ndani. Kisha Sheikh kafungua kitabu Bismillahir Rahmanir Rahim. Wabihi nasta'inu wabihi ay wabillah, na kupitia yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndio tutaka msaada, kupitia yeye tu Allah subhanahu wa ta'ala ndio tutaka msaada. سئل الشيخ الإمام العالم العلامة المتقن الحافظ الناقد شمس الدين أبو عبد الله aliulizwa الشيخ الإمام alifikia daraja ya kwamba ni imamu al-Imam Ibn al-Qayyim al-alim al-allama. Hizi ni awsaf kwamba huyu mtu alikuwa na elimu sana, alikuwa ni mwanachuoni mkubwa, na muallafatuhu tashhadu lahu dhalika, vile alivyovitunga vyamshuhudilia yeye hilo kwamba huyu mtu alikuwa na elimu. Kadhalika akataja jina lake mbele huko baada ya uswaf kwamba ni al-mutqin, mtu ambaye ana itqani katika mambo. Kadhalika al-hafidh, mtu ambaye ni hafidh kafikia daraja ya kuwa ni katika hufadh katika hii dini. Na kadhalika an-naqid, mtu ambaye yeye alikuwa ni mkosoaji. An-naqid kwa sababu an-naqd ni kukosoa, sasa an-naqid ni mkosoaji, ambaye yeye ni Shamsuddin Abu Abdullah Muhammad ibn Sheikh Salih Taqiyuddin Abi Bakr al-ma'ruf ibn Qayyim al-Jawziyya, ambaye anajulikana kwa jina la Ibn al-Qayyim, na hili jina kwenye kulitamka lina njia mbili. Utakaposema Ibn al-Qayyim usiseme al-Jawziyya. Ukitaka uweke neno al-Jawziyya kwenye neno al-Qayyim, ondosha alif na mim, alif na lam, useme Ibn Qayyim al-Jawziyya. Ukisema Ibn al-Qayyim ishia hapo hapo, useme al-Jawziyya. Hivyo zadahu Allah min fadlihi, Allah amzidishe katika fadla zake, amzidishie fadla zake. Zadahu Allah min fadlihi, Allah amzidishie fadla zake. Ma taqulu sadatul ulama, swali ambalo aliulizwa ni hili lifuatalo, na ndio sababu ya kuandika kitabu. Ni yapi wanaoyasema wale mabwana wa wanachuoni, ambao ni mabwana ni wanawachuoni wakubwa, aimmatud dini, ambao wao ni maimamu wa dini, radiyallahu anhum ajma'in, Allah waridhie wote. Fi rajulin ibtuliya bibaliya wa alima annaha in istamarrat bihi afsadat alayhi dunyahu wa akhiratahu, kuhusu mtu ambaye ametahiniwa yeye na balaa. Fi rajulin ibtuliya bibaliya, kuhusu mtu ambaye yeye katahiniwa na balaa. Wa alima annaha in istamarrat bihi, na akajua kwamba balaa hilo kama litaendelea na yeye, ikawa kila siku yupo ndani ya hilo balaa, afsadat alayhi dunyahu wa akhiratahu, litamharibia yeye dunia yake na akhira yake. Balaa ambalo katahiniwa kwalo nalo kama litaendelea na yeye, kajua wazi wazi kuwa litamfisidia, litamharibia
dunia yake na akhira yake, kwa sababu maasi yana athari toka duniani, achilia mbali akhira, toka duniani maasi yana athari.